Wakazi wa Kaliang'ombe eneo bunge la Rabai kaunti ya Kilifi wametaka serikali kuhakikisha mikakati ya malipo ya fidia yao kutokana na athari za baruti zitumiwavyo na kampuni ya Victoria Mining. Wakizungumza katika mkutano ulioandaliwa na naibu kamishna wa kaunti ya eneo hilo Nicholas Kijuba, wamesema kampuni hiyo tangia mwezi wa pili imekuwa kiwahadaa kwamba wako tayari kulipa fidia kwa wakazi bila mafanikio. Wakazi hao wameitaka serikali kuhakikisha mchakato wa kuwekwa kwenye gazeti rasmi la serikali kamati iliyochaguliwa na wananchi ili kuona kwamba kampuni hiyo inalipa kiwango walichokubaliana. Ambrose Kalongo ni mwenyekiti wa kamati hiyo. Mbio ili tuhakikishe kwamba hili baraza linawekwa, na DCC ameitikia mwito wetu, amekuja leo na yale tuliyoongea naona kama ambaye kuna mwangaza fulani utatokea, manake ametuambia ndani ya wiki mbili atashughulikia hili jambo letu la kulipwa nyumba zetu zilizoona cracks. Cracks hizi zimesababishwa na timbo ya Victoria Engineering. Nyumba zingine hata zimeanguka, nyingine hata haziwezi kuishi watu, lakini inabidi tuvumilie kwa sababu ya mipangilio ya Victoria. Yuko polepole, ndio sababu imebidi twende kwa DCC tuweze kumwelezea, na ndio leo amekuja akatuhakikishia kwamba ndani ya wiki mbili suluhu itapatikana. Hata hivyo, baadhi ya wanakamati wameelezea kusikitishwa na hatua ya kampuni kuchukulia swala hilo kwa ulegevu. Mimi naweza kusema sijaridhika na mkutano wa leo, kwa sababu ni mara nyingi tumepisha mikutano na mambo ambayo wameongewa naona ni yale yale. Kwa maana mhusika mwenyewe ambaye ni wa hiyo Victoria ambaye anaitwa amekuwa hapa na tumekuwa na yeye mwezi wa pili na hadiana kwamba atatushughulikia, na leo amekuja na hata hakuwa na jibu la kueleweka. Bado anasema mpaka sijui atakaa na DCC wapange. Sasa mimi naona ni kama wametuchezea tu, ni kama wametutoa tu hapo, hata hatujakuwa na uaminifu. Sijamwamini kabisa. Yaani naitwa Mbegu Tambwele, ni mkazi wa hapa Kaliang'ombe Boyani na ni mmoja wa waathiriwa na timbo ya Victoria ambayo imeweza kutuathiri nyumba zetu, imetupatia hata magonjwa kwa sababu ya vumbi, imetuathiri hata kwa maji, imetuathiri kwa njia nyingi, na tumepeleka malalamiko ni muda mrefu na hawajatushughulikia mpaka kufikia muda huu wa siku hii ya leo, ambapo tumekuwa na wakubwa mbalimbali ambao wamekuja kwa jambo hili, kwa sababu watu wa timbo ya Victoria hawashughuliki kila tukiwalalamikia. Na kwa mkutano wa leo nimeuona una matumaini sana kulingana na wale wahusika ambao sisi tulikuwa tunatarajia kufika, wamefika wote. Hata kama ni huyu wa Mchina amechelewa, lakini tunashukuru amefika. Kwa hivyo tumechoka kudanganywa sana kutoka sasa huu mwaka huu labda ni wa 6 ama ni wa 7. Investors ambao tunawatarajia waanze na hayo malipo. Baada ya malipo pia tunaomba kama itawezekana upande wa kazi, upande wa vijana, kulingana na wao wanasema wamechukua pasenti kubwa kuliko sisi wa huku, ambao hiyo ni maneno ni ya urongo. Sisi wa eneo ya huko ambao kuna hizi timbo, sisi wengi hatujapata hizo nafasi nyingi ziko na watu kutoka hapa. Wakazi hao aidha wametaka serikali kuhakikisha kampuni hiyo inatenga fedha za kurekebisha nyumba zao kila mwaka kutokana na nyufa zitokanazo na baruti hizo. Rabai imesumbuka sana na hawa investors, bwana DCC, nakuomba usikie kilio cha watu wa Rabai. Hiyo tu ni moja, hiyo timbo ni moja na ziko nyingi. Katika utaratibu mahali imefika katika issue ya hiyo timbo ya Victoria, wao wanatakana kulipa hiyo compensation, walipe tena waweze kuwalipa yali maintenance ya nyumba zao hawa, kwa sababu leo wanalipa hii compensation sawa, hawa wanaendelea kupiga baruti mpaka mwaka umalizike. Mwaka ukipinduka wanatakana wapatiwe pesa za maintenance.
Kwa upande wake, naibu kamishna wa kaunti ya eneo hilo Nicholas Kijuba amewahakikishia wakazi hao kujitolea kufuatilia kwa kina hatua zilizochukuliwa ili kuhakikisha wakazi wanapata haki yao. Aidha, amewahimiza kushirikiana na kampuni hiyo ili iweze kuzalisha faida kubwa ili waweze kupata maendeleo yatokanayo na 1% ya mapato ya kampuni hiyo kwa wananchi. Kujaribu kufuatilia na AG's office ilikuwaje, kwa maana ofisi ya mining walishapitisha. Sasa hiyo gazettement process huwa ni AG. Attorney General ndio anapeleka ndio iandikwe kwa hiyo Kenya Gazette, alafu turudi tupate hayo majibu. Sasa tumekuwa tukijaribu kufuatilia ni nini. Na sio kampuni. Kampuni yeye ishafanya part yao ya kusema gazettement ifanyike. Sisi pia tunataka gazettement ifanyike ndio sababu mlifanya uchaguzi. Si mlifanya uchaguzi process yote mkanyima wengine kura. Mkawaambia watulie waone vile kazi itafanyika. Sasa timu yenye mlipewa ofisi ndio ijapokuwa ikifanya kazi sababu ya gazettement. Na tunatarajia chenye na encourage tu timu yenye mlipewa hiyo mamlaka. Wakati penye pesa itakuja, mimi sitaki kukuja ati Ambrose amekosea wananchi, ilifanya kitu yenye wako wamepanga kufanya kazi. So unaenda kufuatilia commitments zenye wametengeneza kufanya kazi na nyinyi ili at the end of the day wote tuinuke. Sio hao pekee wanainuka, hata sisi ndio, sababu unaona 1% wakitengeneza faida kubwa inamaanisha pesa yenye SIDA itapata ni itakuwa zaidi. So pia sisi tunatakana tuwapatie a conducive working environment ili pia hao waweze kufanya kazi nyingi. Ndio faida yetu sisi ni kama shareholders. Si shareholder ukiuza mali yako zaidi ndio unapata faida zaidi. Sasa wakipata faida zaidi hata sisi tunapata percentage 1% of their revenue. Kwa upande wake, kampuni ya Victoria kupitia mwakilishi wake imesema iko tayari kushirikiana na naibu kamishna huyo kuona hatua zilizosalia zinakamilika. Nikiripotia Bandari TV, mimi ni Ramadhan Ngala.